tu Kamwene. Ndugu zangu, kwanza tunayo fursa kubwa ya kumshukuru Mungu kwa uzima, afya, kibali na uwezo wa kuweza kushiriki kwenye jambo hili kubwa na zuri ambalo linabeba historia ya mkoa wetu. Kama ambavyo nilimweleza mwenyekiti asubuhi, nilikuwa na trace ni lini tumekuwa na mkutano mkubwa wa taasisi kama hii ambayo inashughulika na waandishi wa habari katika ukanda wa Southern Africa kufanya mkutano mkubwa kama huu. Jibu likawa ni kwamba ziko activity ambazo zimekuwa zikifanywa na MISA Tanzania, lakini hatujawahi kuwa na forum kubwa kama hii. Kwa hiyo tunawashukuruni sana kwa kuamua kuja kufanya forum hii ndani ya mkoa wa Iringa. Tunawakaribisha sana kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Iringa. Nichukue fursa hii kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu sana katika mkoa wetu wa Iringa. Tunajivunia sana kuwa wenyeji wa mkutano huu muhimu unaowakutanisha wahariri na waandishi wa habari kutoka Tanzania bara na visiwani. Uwepo wenu hapa ni ishara ya umuhimu mkubwa wa sekta ya habari katika kujenga taifa letu, taifa lenye uwazi, uwajibikaji na maendeleo endelevu. Ndugu washiriki wa forum hii ya leo, ikumbukwe tu kwamba vyombo vya habari vina jukumu kubwa sana katika kuhabarisha umma, kuelimisha umma na kuchochea mjadala wa maendeleo na kuimarisha misingi ya maendeleo katika taifa letu. Kwa sababu hiyo, ni heshima kubwa kwa mkoa wetu wa Iringa kuwapokea wataalamu wa sekta hii muhimu ambao kwa kupitia kalamu na vyombo vya habari hapa nchini mmeweza kulinyanyua taifa na kulifanya kuwa taifa moja. Hongereni sana MISA na waandishi wote wa habari Tanzania. Hivyo basi, kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Iringa nawakaribisheni tena na tena, na nadhani tangu mmefika mmeona utofauti wa mlikotoka na hapa. Iringa ni mji mzuri, una watu wakarimu, watu wenye kuheshimu watu, wenye kujali watu. Ni mji msafi wenye hali nzuri ya hewa. Ndio mji pekee ambao haututishi kwa biashara yako ya AC hapa. Hata kidogo. Hata ungekuja na AC za 5500 ututingishi hata kidogo. Ni kwa sababu Mungu ametubariki hali ya hewa nzuri ambayo haina majira, wakati wote iko hivi mnavyoiona. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini pia mmepita mjini, mmeona mji wetu ulivyo msafi. Usafi huu sio kwa mujibu wa sheria, bali ni utamaduni wa watu wa hapa, wanapenda usafi. Tuwapigie makofi mengi sana watu wa Iringa. Kwa wageni ambao ni kwa mara ya kwanza kufika katika mkoa wetu wa Iringa, napenda kutumia fursa hii kuwafahamisha kwa ufupi kuwa mkoa wa Iringa unapakana na mkoa wa Singida na Dodoma kwa upande wa kaskazini, na mkoa wetu wa Iringa pia unapakana na mkoa wa Mbeya upande wa magharibi, na pia unapakana na mkoa wa Morogoro kwa upande wa mashariki na mkoa wa Njombe kwa upande wa kusini. Kiutawala mkoa wetu umegawanyika katika wilaya 3 ambazo ni Iringa, Mufindi na Kilolo, pamoja na mamlaka 5 za serikali za mitaa ambazo ni halmashauri ya manispaa ya Iringa, halmashauri ya wilaya ya Iringa, halmashauri ya Kilolo, halmashauri ya wilaya ya Mufindi na halmashauri ya Mafinga. Lakini pia ndugu washiriki, mkoa wa Iringa una tarafa 15, kata 106, vijiji 360 na mitaa 222. Mkoa una eneo la kilomita za mraba 35,000 ambapo kilomita za mraba 2700 sawa na 7% ni maji yanayotokana na bwawa la Mtera pamoja na mito ya Ruaha Mkuu na Ruaha Mdogo na mito mingine midogo midogo ambayo ni sehemu ya upatikanaji wa maji ya wananchi wetu. Hivyo kwa wale ambao mmefika kwa mara ya kwanza, ile bwawa la Mtera ni sehemu yetu sisi na inachukua ukanda mkubwa wa jimbo la Isimani ambao ni sehemu ya wilaya ya Iringa anayoongoza Mheshimiwa Benjamin Sita. Ndugu zangu, hali ya hewa ya mkoa wa Iringa inatofautiana kutoka ukanda wa joto wenye ukame kiasi hadi maeneo yenye baridi kutokana na miinuko ya ardhi. Mvua hunyesha kwa mfumo wa msimu mmoja kuanzia mwezi Novemba au Desemba hadi mwezi Mei. Hali hii imeufanya mkoa wa Iringa kuwa na mazingira mazuri sana kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi, hususan kilimo, ufugaji, misitu pamoja na uwekezaji katika sekta mbalimbali za uzalishaji mali. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mkoa wetu una jumla ya watu 1,192,000 ambapo wanaume ni 574,000 na wanawake ni 618,000. Kiwango cha ukuaji wa idadi ya watu kwa sasa ni 2.4% kwa mwaka. Hali hii ndio msingi wa nguvu kazi mnayoiona ambayo inachochea mageuzi makubwa ya uzalishaji mali pamoja na uchumi himilivu tulionao. Ndugu washiriki, kwa upande wa uchumi, mkoa wa Iringa umeendelea kukua kwa kiasi na kwa kasi kubwa, na kasi ambayo kwa kweli tunaona inaendelea kuimarisha uchumi wetu. Pato la mkoa kwa maana ya regional GDP kwa bei za soko linaonyesha ni kama trilioni 4.5 kwa mwaka 2020, sasa imefikia trilioni 6.3 kwa mwaka 2024. Aidha, kipato cha wastani cha wananchi sasa kimefikia 300,000 mpaka 600,000. Kwa hali hiyo tunaona uchumi wetu ni himilivu na wananchi wetu wana uwezo wa kuimiliki kiuchumi. Ndugu zangu, kilimo ndicho uti wa mgongo wa mkoa wetu wa Iringa, kwani sekta hii inachangia zaidi ya 85% ya uchumi wa mkoa wa Iringa, kuajiri zaidi ya 82% ya wananchi,
Na mazao makuu ya chakula yanayolimwa katika mkoa wetu ni pamoja na mahindi, viazi mviringo, viazi vitamu, mpunga, maharage pamoja na mboga mboga. Kwa fahari kubwa, mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa 8 inayoongoza nchini kwa uzalishaji wa ziada wa chakula. Uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani milioni 1,173,000 katika msimu wa mwaka 2020-2021 hadi milioni 1,287,000 kwa mwaka wa 24-25. Tujipigie makofi mengi sana kwa uzalishaji mkubwa wa chakula unaendelea hapa. Aidha, mkoa wa Iringa unao uwezo mkubwa wa kilimo cha umwagiliaji wenye jumla ya hekta 51,000 zinazoweza kumwagiliwa, ambapo kwa sasa hekta 15,000 zinatumika. Hali hii inatoa fursa kubwa kwa wawekezaji katika kilimo cha kisasa cha umwagiliaji pamoja na uanzishaji wa viwanda vya kuongeza thamani ya mazao, kwa sababu mazao ni ya uhakika kwa misimu yote. Tunapokuwa tunawekeza katika umwagiliaji, maana yake tuna uhakika wa kulima mara 2, na hii ni hatua kubwa sana ambayo inahakikisha wale ambao wameingia kwenye mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo kuwa na uhakika wa kuvuna wakati wote. Sekta ya mifugo nayo inaendelea kukua kwa kiasi katika mkoa wetu. Idadi ya mifugo inaongezeka kutoka 536 kwa mwaka 2015 mpaka 723 kwa mwaka 2024, huku uzalishaji wa maziwa ukiongezeka kutoka lita milioni 21 hadi zaidi ya milioni 49 katika kipindi hicho. Na ndio maana hapa utakuta kuna kiwanda cha Ivory, kuna kiwanda cha Asas, kuna kiwanda cha Shafa, kwa sababu uhakika wa maziwa upo, na mtupigie makofi kwa hatua hiyo kubwa ambayo tumefikia. Hali hii inaonyesha wazi kuwa mkoa wa Iringa una fursa kubwa sana ya uwekezaji katika ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa, uanzishaji wa mashamba ya kisasa ya mifugo pamoja na viwanda vya kusindika maziwa na kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Mkoa wa Iringa umebarikiwa pia kuwa na rasilimali nyingi za asili, ikiwemo misitu mikubwa ya asili na ya kupandwa kama South Hill Forest Plantation, ambayo ni moja ya mashamba makubwa ya miti hapa nchini na barani Afrika. Uwepo wa rasilimali hii unatoa fursa kubwa kwa uwekezaji katika viwanda vya bidhaa za mbao kama vile plywood, karatasi, samani pamoja na bidhaa nyingine nyingi zinazotokana na misitu. Kwa upande wa utalii, mkoa wa Iringa ni kitovu cha utalii katika kanda ya kusini mwa Tanzania inayojumuisha mikoa 10. Mkoa una vivutio mbalimbali vya kipekee kama hifadhi ya taifa ya Ruaha ambayo ni hifadhi ya pili kwa ukubwa nchini, hifadhi ya taifa ya Uduzungwa, Isimila Stone Age Site, makumbusho ya Chifu Mkwawa, Kalenga pamoja na makumbusho ya Boma la Kale la Iringa. Aidha, mkoa una historia nzuri ya Chifu Mkwawa kuhusu ushujaa wake dhidi ya Wajerumani, na kumbukumbu hizo zote zinapatikana katika mkoa wetu. Karibuni sana na mpate fursa ya kutembelea maeneo yote haya. Ndugu mwenyekiti, ndugu washiriki, katika sekta ya viwanda na biashara, mkoa wa Iringa umeendelea kushuhudia ukuaji mzuri ambapo idadi ya viwanda vimeongezeka kutoka viwanda 2515 kwa mwaka 2016 hadi kufikia idadi ya viwanda 3001 kwa mwaka 2026. Aidha, mkoa una zaidi ya wafanyabiashara 62,365 wenye tini na wasio na tini ni pungufu ya hao, ambapo jumla ya wafanyabiashara wote ni 186,958. Wafanyabiashara hawa wanatambuliwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambapo wanachangia kiasi kubwa katika kukuza uchumi wa mkoa. Mkoa umeendelea kuvutia uwekezaji, lakini bila kuathiriwa na ukusanyaji wa kodi. Kodi hapa zinakusanywa na biashara zinafanyika. Hakuna jitihada yoyote ya kukusanya kodi Iringa ambayo inaathiri ustawi wa biashara Iringa. Na msimamo wetu, lengo la kukusanya kodi halitakiwi kuwa ni kikwazo cha ukuaji wa biashara. Tumefanikiwa na tunakwenda vizuri. Lakini pia katika hilo, naomba nichukue fursa hii kuwapongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania katika mkoa wa Iringa. Katika kila mwaka ambao tumepangiwa lengo, Iringa haijawahi kushuka chini ya lengo la makusanyo. Ni 100% na zaidi ya 100%. Tuwapigie makofi mengi sana wananchi wenzetu wa mkoa wa Iringa ambao wamekuwa wakiwajibika kulipa kodi na kuhakikisha mapato haya yanakusanywa, yanakwenda kwenye kapu la taifa na hatimaye kurejea kwetu kwa njia ya maendeleo. Kwa tunawashukuru sana wafanyabiashara, wazalishaji mali, wakulima, wafugaji na kila Mtanzania ambaye kodi yake inakatwa ndani ya mkoa wetu na kurejea kwa njia ya maendeleo. Kwa upande wa huduma za jamii, mkoa wa Iringa unajizatiti katika kuendeleza sekta ya elimu. Mkoa una shule za msingi 599, shule za sekondari 205, vyuo vya ualimu, vyuo vikuu 5 pamoja na chuo cha mafunzo yani VETA. Elimu ni nguzo muhimu katika jamii, na hivyo serikali katika mkoa imewekeza nguvu nyingi zaidi kuhakikisha watoto wanapata elimu, vijana wanapata elimu, na elimu hiyo inatumika kuleta mageuzi ya kifikra na ya kitendaji na uzalishaji. Aidha, katika sekta ya afya, mkoa umeboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wake. Idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya vimeongezeka kutoka 239 kwa mwaka 2015 hadi 363 kwa mwaka 2025. Hali hii inauhakikishia utoaji wa huduma bora za afya zinazowafikia wananchi wengi, na hii ni muhimu sana katika kuhakikisha wananchi wanakuwa na afya njema, kuimarisha ustawi wa jamii na kuwezesha ukuaji uendelevu wa kiuchumi na kijamii. Sisi wote tunafahamu bila afya njema hakuna mageuzi wala uzalishaji katika uchumi.
Kwa hiyo swala la afya limefanywa kuwa ni kipaumbele. Tumeendelea kuwekeza kwenye miundombinu, vifaa tiba na watumishi, na hivi ninavyozungumza mkoa wa Iringa umepokea watumishi wa ziada kama ajira mpya ili kuchochea ubora wa huduma na ufanisi. Tuwapigie makofi mengi sana watumishi wa afya waliopata fursa ya kuajiriwa katika serikali yetu kuhudumia mkoa wa Iringa. Serikali ya mkoa wa Iringa inaendelea kuboresha miundombinu ili kuweka mazingira rafiki kwa uwekezaji. Mkoa una mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 6378 unaounganisha wilaya, vijiji na maeneo mbalimbali ya uzalishaji mali. Vijiji vyote 360 katika mkoa wa Iringa vimeunganishwa na huduma ya umeme, hali inayorahisisha uwekezaji katika sekta mbalimbali za uzalishaji. Hapa kwetu shirika la umeme Tanzania pamoja na programu ya REA inafanya vizuri, na kwa sasa tumepeleka umeme kata zote, vijiji vyote, na tumefikia zaidi ya 80% ya vitongoji vyote. Kwa hiyo tunakwenda vizuri sana. Upatikanaji wa maji safi na salama umefikia 83% katika maeneo ya mjini na 79% katika maeneo ya vijijini. Pia uwanja wa ndege wa Iringa kule Nduli umeboreshwa na kurahisisha huduma za usafiri wa anga na kukuza utalii na biashara kwa ujumla. Kabla ya hapo, wananchi wa Iringa walikuwa wana changamoto ya uwanja wa ndege. Hivi ninavyozungumza na nyinyi sasa, una uwezo wa kupanda ndege na kufika Iringa kutoka Dar es Salaam Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Jumapili. Ni fursa yako. Kwa hiyo naamini baadhi ya wajumbe wa Mesatan hawatorudi tena kwa mabasi, wataondoka na ATCL. Asanteni sana. Ndugu washiriki, katika juhudi za kukuza na kuchochea maendeleo ya mkoa wa Iringa, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye lengo la kuboresha maisha ya wananchi na kuimarisha uchumi wa mkoa wetu kwa ujumla. Kupitia serikali kuu, miradi kadhaa mikubwa imeanzishwa na mingine kukamilika ikigusa sekta muhimu kama elimu, afya, miundombinu ya barabara, utalii kupitia mradi wa Ligro, usafiri wa anga pamoja na kilimo kwa ujumla. Ndugu washiriki, katika sekta ya afya hadi kufikia Februari ya mwaka 2025-26, jumla ya bilioni 6,360,000 zimepokelewa kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika mkoa wetu wa Iringa. Hadi sasa jumla ya bilioni 5.1 tayari zimetumika katika utekelezaji wa miradi ya afya ikiwemo ujenzi, ukarabati na uboreshaji wa hospitali, vituo vya afya pamoja na madawa. Miradi hii inasaidia kuongeza upatikanaji wa huduma bora za matibabu karibu kwa wananchi, huku ikichangia kupunguza changamoto ya kiafya katika mkoa wetu. Kwa upande wa sekta ya elimu, jumla ya bilioni 9.7 zimepokelewa na hadi kufikia 2026 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya elimu. Kati ya hizo shilingi bilioni 7.4 tayari zimetumika katika ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ya shule za msingi na sekondari ikiwemo madarasa, mabweni, maabara na nyumba za walimu, ili elimu bora inayohubiriwa na serikali yetu iweze kupatikana kwa vitendo, kufundisha na kujifunzia, na hivyo kuinua kiwango cha elimu na motisha kwa wanafunzi na walimu wanaotafuta na kutoa elimu ndani ya mkoa wetu. Katika sekta hizi mbili muhimu, mkoa wa Iringa umepokea jumla ya bilioni 16 ambapo hadi sasa bilioni 12 zimetumika kukamilisha miradi hii ambayo nimeizungumzia kwenye sekta ya afya na sekta ya elimu. Uwekezaji huu ni dhamira ya serikali ya kuboresha maisha ya wananchi, kuimarisha rasilimali za watu na kuchangia katika maendeleo endelevu ya mkoa wetu. Ndugu mwenyekiti wa Mesatan na ndugu washiriki, kwa upande wa miundombinu ya barabara, serikali imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa ili kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Mfano wa barabara hizo ni pamoja na barabara ya bypass inayotengenezwa kutoka Kihesa Kilolo kutokea stendi ya Igumbilo ambayo ilitengewa bilioni 41.6. Hadi sasa barabara hiyo imefikia zaidi ya 33%. Barabara ya Iringa hifadhi ya Ruaha ilitengewa bilioni 112 ambapo utekelezaji umefikia 35%, na barabara ya Iringa Kilolo imetengewa shilingi bilioni 60 na utekelezaji wake umefikia 96%. Lengo la kujenga barabara ya Iringa bypass, kwa wale ambao ni wageni wa mji wetu, unapokuja na barabara ya Dodoma, tunalazimika watu wote kutumia barabara moja kuingia mjini. Ujenzi wa barabara hii ya bypass sasa unawatenganisha watu. Wale wasiokuwa na majukumu ya moja kwa moja mjini, anaweza akapita kwenye bypass kule na akaendelea na safari yake ya kwenda Mbeya bila kuingia Iringa mjini moja kwa moja. Inaondoa msongamano, lakini inapunguza ajali katika maeneo yetu. Mkiwa mnatoka mjini hapa mnashuka kwenye kile kilima wanasema kisima cha bibi, kuna kimlima unashuka pale cha lami. Mara nyingi pale panakuwa na jamu kubwa ambayo inaathiri, inachelewesha huduma za watu, inasababisha ajali. Na hivyo sasa serikali iliona ije na njia mbadala ili kuhakikisha mji wetu sasa unakuwa na njia nyingi zenye uhakika ili kurahisisha huduma na usafiri wa wananchi katika maeneo yetu. Kazi hii nzuri inafanywa na TANROADS mkoa wa Iringa. Tuwapigie makofi mengi sana kwa kazi nzuri. Katika kuendeleza na kukuza sekta ya utalii, nimezungumzia habari ya barabara ya Iringa Msembe. Barabara ya Iringa Msembe ni barabara ambayo inatoka hapa mjini Iringa inakwenda moja kwa moja hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kabla ya hapo barabara hiyo ilikuwa ni rough road, jambo ambalo lilikuwa lina discourage watu wengi kwenda kutembelea hifadhi. Kwa uwepo wa barabara ya lami sasa kutoka mjini hapa mpaka hifadhini, kutawafanya hata wananchi wao binafsi kuwa na morali na mori ya kutembelea maeneo ya hifadhi, kwa sababu yatakuwa yanafikika bila kutumia gharama kubwa, lakini pia kwa usafiri wa kila aina. Hizi ni hatua zetu na tujipigie makofi kwa kuendelea kuzisimamia.
Katika kuendeleza na kukuza sekta ya utalii, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kuboresha miundombinu na huduma za utalii katika mkoa wa Iringa. Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa kituo cha utalii unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 22, ambapo hadi sasa utekelezaji wa mradi huo umefikia takribani asilimia 63. Mradi huu ukikamilika, unapofika Iringa unatembelea kituo cha utalii, utakuta taarifa zote zinazohusu utalii, maliasili na mambo mengine yote. Utaamua sasa niende Uduzungwa, niende Ruaha, niende wapi, kwa taarifa zote zitakuwa sehemu moja. Itakuwa ni kama one stop center ya masuala yote ya utalii kwa nyanda za juu kusini. Ukitaka taarifa za Njombe, taarifa za wapi, taarifa zote zitakuwa zinapatikana kwenye kituo ambacho kimejengwa kimkakati Iringa kama sehemu ya makao makuu ya nyanda za juu kusini. Katika kuendeleza kuza sekta ya utalii, nimeeleza vizuri na ni imani yangu kwamba mradi huu ukikamilika utaweza kuleta tija. Aidha, kupitia mradi wa Regrow, serikali imewekeza jumla ya shilingi bilioni 76 kwa ajili ya ununuzi wa mitambo, kuboresha miundombinu mbalimbali ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, miradi ya kuongeza kipato na miradi ya uhifadhi. Maboresho ya miundombinu yanajumuisha ujenzi na ukarabati wa barabara za ndani ya hifadhi, kuboresha miundombinu ya malazi kwa watalii pamoja na kuimarisha miundombinu ya usafiri wa anga, hatua inayolenga kuongeza idadi ya watalii na kuboresha uzoefu wa wanaotembelea hifadhi hiyo. Kwa sasa tunavyozungumza, ndani ya hifadhi ya Ruaha pale tumejenga uwanja wa ndege ambao mtu anaweza akatoka kokote moja kwa moja akashukia hifadhini na akaendelea na shughuli za utalii. Kazi hii inafanyika ili kuongeza thamani ya utalii ndani ya mkoa wetu. Vile vile kupitia mradi huo wa Regrow, ujenzi wa eneo la kambi za watalii yani campsite katika hifadhi ya Kilombero Nature Reserve imegharimu jumla ya shilingi bilioni 1, hatua inayochangia kupanua fursa za utalii wa asili na kuongeza mapato yatokanayo na sekta ya utalii. Kwa ujumla, uwekezaji huu wa serikali unaendelea kuimarisha sekta ya utalii katika ukanda huu, kuvutia wawekezaji na watalii zaidi na kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Iringa na mtu mmoja mmoja. Ndugu washiriki, mbali na miradi hiyo, serikali imeendelea kuimarisha sekta ya usafiri wa anga katika mkoa wa Iringa. Katika juhudi hizo, uwanja wa ndege wa Iringa umefanyiwa ukarabati mkubwa uliogharimu takribani shilingi bilioni 64. Kwa sasa, serikali inaendelea na ujenzi wa jengo jipya la abiria pamoja na eneo la maegesho ya magari unaogharimu takribani shilingi bilioni 41, ambapo jengo hilo linatarajiwa kuhudumia abiria 120 kwa wakati mmoja. Maboresho haya yanalenga kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri wa anga, kuboresha miundombinu ya usafiri katika mkoa na kufungua fursa za biashara, utalii na uwekezaji, hivyo kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika mkoa, na lengo likiwa ni wananchi mmoja mmoja aweze kuona tija na faida ya uwekezaji huo. Mkoa wa Iringa ni tegemeo muhimu sana katika sekta ya kilimo nchini. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeendelea kuwekeza katika miradi ya umwagiliaji ili kuhakikisha upatikanaji wa kilimo chenye tija unafanyika na kuleta mzunguko bora wa uchumi kwa wananchi wetu. Katika utekelezaji wa azma hiyo, serikali imewekeza takribani bilioni 56 katika mradi wa umwagiliaji wa Mkombozi. Huu ndio mradi mkubwa wa umwagiliaji kuliko yote Tanzania. Tujipigie makofi mengi sana kwa mradi huu ambao unafanywa na serikali katika mradi wa umwagiliaji wa Mkombozi. Aidha, miradi mingine inaendelea kutekelezwa katika wilaya ya Kilolo, ikiwemo mradi wa Mgambalenga na Ruaha Mbuyuni, na yote kwa ujumla inagharimu takribani shilingi bilioni 28, pamoja na mradi wa Mgololo katika wilaya ya Mufindi unaogharimu takribani shilingi bilioni 15. Lengo hasa ni watu wetu sasa kujikita katika kilimo cha umwagiliaji ambacho kinaongeza tija na faida kubwa zaidi katika mzunguko wa uchumi unaotokana na kilimo. Uwekezaji huu ni sehemu ya juhudi za serikali kuimarisha kilimo cha umwagiliaji na kukuza uchumi wa mkulima pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa ujumla. Katika kuimarisha upatikanaji wa huduma safi na salama ya maji, nimeeleza vyema asilimia tulizozifikia. Kwa hapa kwetu kila eneo, vijijini tumefikia asilimia 76 na mjini tumefikia zaidi ya asilimia 80. Kwa hiyo hali ya upatikanaji wa maji ni ya uhakika ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Ndugu washiriki, juhudi za serikali katika kuboresha huduma ya maji hazijakatika tu katika mamlaka za maji mjini na vijijini, bali kule pia katika kupitia taasisi ya RUWASA katika mkoa wa Iringa. RUWASA kwa sasa inatekeleza jumla ya miradi 29 ya maji katika maeneo mbalimbali ya vijijini na mjini, na kote huko miradi hiyo lengo lake ni kuisogeza huduma ya maji na kuifanya kuwa ya uhakika, na si tu maji bali maji safi, salama na ya uhakika wakati wote. Hilo tunalifanya ili kuhakikisha wananchi wetu waendelee kutumia maji safi na salama wakati wote. Kwa upande wa nishati ya umeme, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali inayolenga kuimarisha upatikanaji wa ubora wa huduma ya umeme katika mkoa wetu wa Iringa.
Miradi hii imetekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 69. Hadi kufikia sasa, jumla ya bilioni 59 sawa na asilimia 85 ya fedha zilizopangwa tayari zimetumika katika utekelezaji wa miradi hiyo yenye lengo la kupanua miundombinu ya umeme, kuongeza upatikanaji wa nishati kwa wananchi, pamoja na kuchochea shughuli za kiuchumi na uwekezaji katika mkoa wetu. Kama unaofahamu, hakuna uwekezaji bila uhakika wa maji, hakuna uwekezaji bila miundombinu ya barabara, hakuna uwekezaji bila umeme wa uhakika. Kwa hiyo tumewekeza kwenye miundombinu yote hii, lengo ni kuchochea uwekezaji ndani ya mkoa wetu. Lakini pia ndugu zangu, kupitia juhudi hizi vijiji vyote 360 vya mkoa wa Iringa tayari vimeunganishwa na huduma ya umeme, na kwa sasa serikali inaendelea na hatua inayofuata ya kusambaza umeme katika vitongoji ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma hiyo karibu na makazi yao. Kwa ujumla, uwekezaji huu mkubwa wa serikali unaonesha dhamira ya dhati ya kuendelea kuimarisha miundombinu ya nishati, kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi wa mkoa wa Iringa kwa ujumla. Pongeza shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kazi nzuri. Tuwapigie makofi mengi sana. Na makofi yao yanakwenda sambamba na kwamba umeme haujakatika mpaka saa hizi. Tuongezee makofi mengi sana. Kwa meneja, tunakushukuru sana. Vijana hawajakuaibisha bwana, wamezingatia. Tunayo kila sababu. Pamoja na kwamba tunao mkongo wa mawasiliano kupitia TTCL, lakini huduma za TTCL hapa kwa maana ya shirika letu la mawasiliano taifa inafanya vizuri ndani ya mkoa wetu wa Iringa na huduma ni nzuri sana. Tunayo kila sababu ya kuishukuru na kuipongeza serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi zake za kuleta miradi hii mikubwa ambayo inatekelezwa ndani ya mkoa wetu. Miradi yote inayotekelezwa ndani ya mkoa wa Iringa inaongeza kitu kwenye maisha ya watu wetu. Kwenye barabara, kwenye maji, kwenye umeme, kwenye utalii, kila kitu unaona kina jambo kinaongeza kwenye maisha ya watu wetu. Kabla sijamaliza hotuba yangu ya leo ambayo ni ndefu sana, nadhani kuna wengine wanadhani labda nasoma waraka wa Wakorinto. Hapana. Ni hotuba tu imeandaliwa ikiwa imebeba vitu vingi. Tulitamani tuzungumze vitu vingi ambavyo mtu akiondoka walau anapata taswira ya Iringa. Kwa mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kwa dhati. Nimefurahi sana kwa dhati na nimeona hapa yako maombi ambayo umeyatebo kupitia hotuba yako. Na mimi niseme sisi mkoa wetu wa Iringa ni mkoa unaopenda maendeleo, lakini unapenda wageni na unapenda watu wanaotusaidia kuukuza mkoa wetu. Kwa hiyo tunawapigia makofi mengi sana sisi kwa kuja na kuwa sehemu ya jambo hili. Kwa upande wa ardhi mlioiomba mmeipata Iringa. Mmeipata Iringa. Mkoa wa Iringa uko tayari kutoa ardhi kwa Misatan ili kujengwa kituo hicho kikubwa ambacho tunaamini si tu kitasaidia majukumu ya Misatan bali kitachochea mageuzi ya upatikanaji wa taarifa kwa wananchi, lakini pia kuleta mageuzi makubwa ya kimaendeleo. Kwa naomba pale mtakapokuwa tayari mtaiandika barua rasmi kwa katibu tawala wa mkoa wa Iringa, atawainishieni ni wapi sasa eneo hilo mtalipala ili taratibu za umiliki ziweze kuanza kufanyika. Kwetu sisi wana Iringa tumejivunia sana kupata mkutano huu. Umekuwa ni mkutano mkubwa mzuri, na mimi niliwaelekeza wakuu wangu wote wa taasisi za serikali nikasema hili jambo kubwa tuendeni tukawaunge mkono hawa watu. Kwa hiyo niwashukuru. Hata ile namna gani ya kwamba tumefacilitate na nini, hiyo yote ni kazi ya mabwana. Wapigeni makofi sana wakuu wetu wa taasisi. Hawa wakuu wetu wa taasisi walisema mkuu, hawa wageni ni wetu na sisi tutahakikisha tunakuwa sehemu ya utekelezaji wa hili jambo. Kwa hiyo tuongezee makofi mengi sana 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 sana. Wamefanya kazi hii imekuwa nyepesi na tunajivunia sana ugeni wenu. Mimi kama mwanahabari naomba ni declare interest. Mikutano ni mingi lakini mkutano wa leo umefana sana. Umefana sana kwa sababu umetuleta kutoka maeneo yote ya nchi yetu. Safari ina mambo mengi. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanya kazi zake chini ya ufanisi. Ana kama anasonona hivi, ana ile sonona kwa Kiingereza tunasema stress. Sasa siku moja akaharibu kazi, bosi wake akamwita. Akamwambia, wewe mbona unaharibu kazi? Jana umeharibu, juzi umeharibu, mwezi uliopita umeharibu. Wewe kila mwezi unaharibu kuliko wengine. Akamuuliza, kwa mara ya mwisho umesafiri lini? Akasema, kwa kweli mimi nina miaka 3 sijasafiri. Akasema, safiri. Na kweli yule bwana aliposafiri, aliporudi, mageuzi yalikuwa makubwa sana kwenye kazi. Kwa hiyo mwenyekiti, kuleta huu mkutano hapa umewapa watu nafasi ya kusafiri. Na hatuna mashaka watakaporudi mageuzi yatakuwa makubwa sana. Jipigieni makofi mengi sana kwa kusafiri. Unaposafiri unapata nafasi ya kujifunza mambo, kukutana na watu, kuona fursa mpya, na hilo jambo la muhimu. Na kama mimi nimefurahi leo, tukiwa Mwanza tunaongozwa na kaka yetu bwana Edwin pale. Tulikuwa na kina brother Maganga. Ndio walikuwa masinia wetu kule sasa. Kitaka jambo pale masinia katika tasnia walikia kwa brother Maganga. Nimefurahi kuona dada yangu pale. Ndio wakali wa hizo kazi tunakimbizana kwa RPC kutafuta story pale. Haikuwa kazi ndogo.
Kwa hiyo nimefurahi sana kuona wanahabari tunaendelea kujitambua na kutumia fursa iliyopo vizuri sana. Lakini pia nimefurahishwa na maono makubwa mlionayo Mr. Maono makubwa ya kuhakikisha kwamba taasisi inakuwa. Na si tu taasisi inakuwa, bali inaleta impact kwa watu na kwa jamii. Lakini pia mmetumia fursa hiyo kukumbushana wajibu wa msingi kama wanahabari. Tuna jukumu la kuelimisha, tuna jukumu la kuhabarisha, lakini kujenga msingi bora wa mageuzi ya kweli ambayo utaleta tija na ufanisi kwa wananchi wenzetu. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa na zuri sana. Na sisi hapa Iringa tunajivunia chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu. Leo hajaja hapa lakini katibu tunaye, katibu wa Iringa Press yuko hapa. Ametoka, lakini klabu ya waandishi wa habari Iringa inafanya vizuri sana. Tuwapigie makofi pia mengi sana. Kwa maana ya klabu ya waandishi wa habari Iringa inafanya vizuri sana, lakini waandishi wa habari at individual capacity na institutional capacity tuna super team hapa. Tuwapigie makofi mengi sana. Waandishi wa habari wa Iringa wanafanya kazi nzuri sana. Ukitaka habari za matukio unazipata. Ukipata habari za mafanikio unazipata. Ukitaka ile wanasema mijadala yenye tija utaipata. Iringa tuna waandishi wa habari wa viwango. Tuwapigie makofi tena kwa kazi nzuri. Pale wanapohitaji kupongeza mtaziona pongezi, na pale wanapohitaji kufanya critic ya kueleza ni nini kifanyike kwa namna gani, utawaona wanafanya uchambuzi wenye kina, wanaeleza mapungufu na kuonyesha njia ambazo zinaweza zikatatua tatizo. Na hiyo imesaidia, hakuna mgogoro wa waandishi wa habari na serikali wala mgogoro wa waandishi na habari na jamii ndani ya mkoa wa Iringa. Haupo na hautokuwepo. Kwa sababu waandishi wa habari wanaona raha ya kufanya kazi na jamii inaona faida ya kufanya kazi na waandishi wa habari. Kwa hiyo tunajivunia waandishi wa habari wa mkoa wa Iringa kwa kazi kubwa na nzuri wanaoifanya. Ndugu zangu, kwa wale ambao mmekuja mara ya kwanza, naomba muitengeneze mara ya pili ya kuja Iringa. Tengeneze mara ya pili ya kuja Iringa. Leo mmekuja kwa ajili ya Mr. lakini hapa fursa ni nyingi sana. Fursa ni nyingi. Mkipita huko mtaani mtaona kuna baadhi ya vitu bado tunavihitaji hapa. Na moja ya jambo ambalo nataka niliseme, Iringa ni lango la nyanda za juu kusini. Tunapozungumzia nchi za SADC, huwezi kufika kwenye nchi ya SADC bila kupita wapi? Iringa. Kwa hiyo wewe ukiamua kuwa lango la mikoa yote ya Njombe, Songwe, Mbeya, Ruvuma, njoo weka jambo lako hapa Iringa. Watu badala ya kwenda Dar es Salaam watakuwa wanakuja Iringa, wanachukua vitu hawaendi. Ni fursa kubwa sana ukiwekeza katika mkoa huu wa Iringa. Lakini mkoa ambao rasilimali malighafi zinapatikana. Ukisema naanzisha kiwanda cha samani za kisasa nitakazouza nchi nzima, mbao za uhakika zinapatikana hapa. Sisi hata mkiamua kuvuna mwaka mzima bado tunazo mbao za kutosha hapa. Lakini chakula sio cha heka heka, chakula ni cha kutosha. Sasa hivi tumezungumzia habari ya mradi mkubwa huu wa umwagiliaji wa Pawaga kule. Tani za mchele zitakazozalishwa pale, ukiamua wewe kuanzisha kiwanda cha kuongeza thamani ya zao la mchele tu, wewe ni bilionea ukiwa ni mwandishi wa habari kutokea hapa Iringa. Inawezekana. Lakini tunao wakulima local and international wanaolima kutokea hapa Iringa. Kuna parachichi zinatoka Iringa zinakwenda mpaka Ujerumani, mpaka Ulaya. Tuna wakulima wakubwa wa matunda ya apple zinalimwa hapa, zinapelekwa mpaka nje ya nchi. Kwa hiyo ni mkoa mzuri kwa mtu ambaye ataamua kukua kiuchumi. Lakini mkoa ambao una utulivu. Ukivurugwa kule, njoo upumzike Iringa. Njoo upumzike Iringa. Iringa bwana, ukipumzika umepumzika kweli. Ukija Iringa kupumzika umepumzika kweli. Hatuna fujo, hatuna kelele. Na ni watu wacha Mungu hapa. Watu wacha Mungu hapa. Hata ukifanikiwa kiasi gani wa kukuloga hajazaliwa bado Iringa. Kwa hiyo ni mji mzuri, una roho wa Mungu hapa, watu wana shida kabisa. Kutokana na uwepo wa malighafi nyingi, jitihada mbalimbali za serikali pamoja na miundombinu muhimu ya maendeleo, mkoa wa Iringa una fursa nyingi za uwekezaji katika sekta mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa hoteli za kitalii za kimataifa, uanzishaji wa kituo kikubwa cha mikutano cha kimataifa, viwanda vya kusindika matunda na mboga mboga, usindikaji wa parachichi, kilimo cha miwa, kilimo cha miti, viwanda vya mbao na karatasi, na viwanda vya mafuta ya alizeti na karanga ambazo zinapatikana kwa wingi, viwanda vya kusindika nafaka kama mahindi na mpunga, viwanda vya vifaa vya ujenzi, usindikaji wa asali na bidhaa za nyuki, na uzalishaji wa bidhaa za mianzi, ujenzi wa hospitali kubwa za kisasa pamoja na uanzishwaji wa vyuo vikuu vya teknolojia. Bado inahitajika sana, hiyo fursa ipo. Kwa hiyo yule ambaye anaiona fursa hiyo anaweza kuitumia. Kwa kitaaluma, tuna vyuo vikuu vinavyofanya vizuri sana hapa. Tuna chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia Muse Mkwawa wanafanya vizuri, tuwapigie makofi mengi sana. Na kupitia chuo kikuu chetu cha Mkwawa serikali imewekeza mabilioni ya fedha
kukiongezea kile chuo facility. Mtu akisoma Mkwawa anapata huduma zote za msingi pale pale chuoni. Sasa tunajenga hostels ambazo ni toshelevu. Hakuna mwananchi atakayeletwa chuo kikuu cha Mkwawa ambaye atakaa mtaani, wote watakuwa wanakaa chuoni. Haya ni mageuzi makubwa sana ambayo yanafanya. Lakini tuna vyuo vya private hapa. Tuna chuo kikuu cha Ruku Katoliki, chuo kizuri ambacho ni kimbilio la vijana wengi, kina fani nyingi sana pale. Mtu akija Iringa anaweza akasoma kwa nafasi na akafanikiwa ndoto zake. Tuna chuo kikuu cha Tumaini ya zamani, Iringa ya sasa, chuo kizuri chenye historia ya kuzalisha wataalamu wengi hasa wa sekta ya habari na sheria. Ukiwaleta watoto wako, vijana wako, ndugu zako, au wewe mwenyewe ukiamua kufanya kazi Iringa, unao nafasi ya kujiendeleza kitaaluma na kufanya vizuri zaidi. Kwa mtu tupigie makofi, tuna hatua kubwa sana ya maendeleo katika eneo hilo. Kwa hiyo serikali ya mkoa iko tayari na imetenga maeneo mbalimbali kwa ajili ya uwekezaji. Hivyo tunawaombeni mnapoondoka hapa, kwa fursa mnazoziona, kaeni mkijua tuko tayari kuwapokea ambao tayari kuzitumia. Mkutano huu wa wahariri na waandishi wa habari ni muhimu sana kwa mkoa wetu wa Iringa na taifa kwa ujumla. Vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika kuhabarisha umma, kuelimisha jamii, kuhamasisha maendeleo na kutangaza fursa zilizopo katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Napenda kutumia fursa hii kuwaomba nyote mliokusanyika hapa kuwa mabalozi wa kuitangaza Iringa ndani na nje ya nchi yetu kupitia kalamu zenu na vyombo vyenu vya habari ambavyo mmeaminiwa kuvitumia. Mna nafasi kubwa ya kuutangaza mkoa wetu, kuvutia wawekezaji na watalii pamoja na kuchochea maendeleo ya wananchi wetu. Kwa mara nyingine tena nawakaribisha sana katika mkoa wetu wa Iringa na ninawatakia mkutano mwema wenye mafanikio makubwa, wenye tija na kwenye kuleta mageuzi katika taasisi. Lakini pia napenda kutamka rasmi kuwa mkutano wa wahariri na waandishi wa habari wa Media Institute of Southern Africa MISA umefunguliwa rasmi. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Asanteni, karibuni sana Iringa. Makofi paka atapoketi mkuu wetu wa mkoa wa Iringa. Asanteni sana na tuketi. Alisema hapa mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Iringa kwamba